Musa, leo ni fainali ya kwanza ya kombe la shirikisho barani Afrika, Simba akiwa mgeni wa RS Berkane pale Morocco. Kwako unahisi ni mchezo ambao utakuwa namna gani? Ni mechi ambayo ni ngumu, ambayo ni mechi kila timu itakuwa inahitaji matokeo, kwa sababu inaamini once unashindwa kupata matokeo mazuri kwenye first leg, second leg itakuwa ngumu kwa upande wako. Kwa hiyo kila timu inaenda ikiwa na mentality ya kupata matokeo mazuri siku hii ya leo, ambao atawafanya kwenye mchezo wa pili wasiwe na mzigo mzito wa kumaliza. Okay. Tumemwona Fadlu akiwa ugenini mara kadhaa au hata kwa nyumbani amekuwa mgumu sana kufungika. Leo anacheza akiwa na yote mawili. Either ashinde, kama ashindi basi asifunge. Unahisi anapaswa kufanya nini? Ni kuhakikisha kwamba tu wachezaji wake wanacheza kwenye nidhamu ile ambayo yeye anaamini inaweza kuwasaidia timu kupata matokeo mazuri. Moja kati ya kitu ambacho Simba Sports Club wanahangaika nacho ni kwenye kuruhusu mipira ya crosses, set pieces, kitu ambacho RS Berkane ana ubora hapo. Sasa ni namna ambavyo watawafanya RS Berkane wasiwe hatari karibu na lango la Simba Sports Club, nikiwa na maana Simba Sports Club inabidi wapunguze kufanya fouls karibu na maeneo yao ili iweze kuwapunguzia adhabu ambao wanaweza kaipata kutoka kwa RS Berkane pale ambapo watashindwa kutengeneza mazingira mazuri ya kiuzuiaji. Maana once unafanya foul karibu na eneo lako, unawatengenezea mazingira mazuri ya wao kufanya set na kutumia zile set pieces katika aspect nzuri ambayo inaweza kawasaidia RS Berkane kupata matokeo chanya. Tumemwona Chema Malone Fondo yuko fit kwa ajili ya mchezo, lakini Chamu amecheza almost michezo yote ya nyuma na kwa ubora mkubwa. Unadhani Chema Malone Fondo ana nafasi leo kwenye mchezo wa leo? Kwenye kichwa cha Fadu Davis ukinipa viatu vyake, basi mimi nitaenda na Chamu Karabu, kwa sababu katika michezo ambayo imewafanya Simba wafike hatua ya fainali alikuwa ni Abraza Kamza pamoja na Chamu Karabu. Manake partnership yao tayari imeshaanza kufanya kazi vizuri, lakini hii partnership yao inafanya kazi vizuri kwa sababu gani? Kwa sababu juu yao yupo Yusuf Ali Kagoma ambaye yeye ametumika kama ngao ya kuwalinda hawa ma center back wawili. Kwa hiyo hiyo tayari ni silaha kubwa sana ambayo Fadu Davis anaweza kaitumia kuendelea kumwamini Chamu Karabu, au akamuongeza pia Fondo Malone kwa lengo la kutengeneza walinzi watatu wakati, alafu akapunguza offensive player mmoja ili timu yake iweze kuwa na balance nzuri kwenye kuzuia na kwenye kushambulia, kwa sababu fullbacks zake zimekuwa ni nzuri sana kwenye cooperate kwenye offensive duties. Okay. Kuna mashabiki wengi na wapenzi wa mpira, lakini watazamaji wa MSN Tanzania ambao hawaijui vema RS Berkane, uhatari wake, madhaifu yao. Wewe unaionaje Berkane? Uhatari wa RS Berkane uko kwenye mipira ya kutenga. Uhatari wa RS Berkane upo kwenye mipira ya crosses. Uhatari wa RS Berkane upo kwenye safu yao ya ulinzi. Safu ya ulinzi nikiwa na maana gani? Safu yao ya ulinzi na wachezaji ambao umri wao kidogo umeenda juu, lakini pia wana uzoefu kwenye michuano ya namna hii. Hiyo ni eneo ambalo wanajivunia nao. Center backs wao mara nyingi wamekuwa wakifunga, wamekuwa wakitoa assist kutokana na mipira mirefu ambao wanaipiga eneo sahihi, ambao hii mipira mirefu mara nyingi inaenda kudondoka nyuma ya migongo ya safu ya ulinzi ya timu pinzani. Kwa hiyo hapa ndipo ambapo hatari huwa inatengenezwa kwa upande wa RS Berkane. Lakini pia kuna kiungo anaitwa Mamadou Kamara. Yeye ni raia wa Mali, very composed midfielder ambaye si mtu mwenye pupa akiwa na mpira, si mtu mwenye pupa anapoenda kudefend. Si rahisi kuona anafanya fouls once anaenda kudefend. Kwa hiyo ana nidhamu ya kiuzuiaji, ana nidhamu ya kucheza kwenye eneo lake, kitu ambacho kinawafanya RS Berkane wawe compact, na ndio maana haishangazi katika michezo 10 wao wameruhusu magoli 2 kwa sababu ya uimara wa safu yao ya ulinzi. Lakini pia ukienda kwenye eneo la ushambuliaji, wana Osama ambaye yeye amekuwa mmoja kati ya washambuliaji hatari sana kwenye michuano hii. Timu imecheza michezo 10, wana magoli 18. Magoli 18 ambayo wameyafunga RS Berkane yamefungwa 14 ndani ya box. Manake hawa ni wazuri pia kwenye second balls RS Berkane. Yani pale ambapo unaokoa ile unapochelewa kureact
RS Berkane wamekuwa ni first kwenye kureact kwenye matukio yote ambayo yanatokea kiwanjani, manake wako active muda mwingi. Kwa hiyo kwenye second balls Simba Sports Club lazima wawe makini kwa ajili ya kuweza kupunguza hatari ambayo RS Berkane wamekuwa wakiitumia. Kumekuwa na debate kubwa kati ya Steven Dese Mukwala na Lionel Ateba. Nani ambaye anaweza kaipa Simba stability pale juu? Leo kocha Fadlu aondoke na nani? Kwa aina ya walinzi ambao wanaenda kukutana nao, ubora wa walinzi wa RS Berkane, nadhani Lionel Christian Ateba Mbida anastahili kupata nafasi ya kwanza. Kwa nini Lionel Ateba? Kwa sababu Lionel Ateba kwenye uwezo wa kukaa na mpira ni rahisi. Yaani leo punguza idadi ya washambuliaji, weka wachezaji ambao wanaweza wakakusaidia wewe kwenye kuzuia ili upunguze idadi ya magoli, lakini pia kuwa na Ateba itakufanya once team iko nyuma, unapopiga mipira mirefu Ateba anaweza kutunza mpira na kukaa nao muda mrefu wakati akiwasubiri watu kuja kusaidia ama kusupport kile ambacho anaweza kama amekitunza kwa muda mrefu. Pale katikati tumeona Ahwa anafanya vitu vizuri, lakini Elie Mpanzu kwenye eneo kwenye mbavu moja ya Simba amekuwa akifanya vitu vizuri. Unadhani kocha Fadlu anapaswa kwenda na wale ambao tumewazoea pale juu? Jean Charles Ahoua ni moja kati ya wachezaji threat, tishio, na naamini Rashid kwa upande ambaye ni coach wa RS Berkane kichwani mwake anawaza namna ya kumdhibiti Jean Charles Ahoua. Jean Charles Ahoua kwenye open play ni mzuri, kwenye set piece ni mzuri. Maana yake ni kwamba lazima utengeneze mazingira mazuri ya timu yako kutokufanya fouls ili Simba wasinufaike na ubora wa Jean Charles Ahoua kwenye kuziconvert zile tunasema set pieces kuwa magoli. Lakini umemzungumzia Elie Mpanzu. Elie Mpanzu ni mzuri akiwa na mpira, anakushawishi wewe kumfanyia fouls ili uweze kuchukua mpira. Manake lazima uwe na Elie Mpanzu kwenye hiyo eneo, kwa sababu Simba Sports Club pia ni moja kati ya timu tishio kwenye set pieces kwenye ukanda wetu wa Afrika Mashariki na Kati, lakini pia hata kwenye hii michuano Simba Sports Club wamenufaika kwenye set piece, kwa sababu kiangalia mpaka wanaingia finali, goli ambalo liliwapeleka finali ni goli la set piece, Jean Charles Ahoua akifunga pale visiwani Zanzibar kwenye uwanja wa New Amani Complex. Kwa hiyo unaona namna ambavyo Simba pia ni wazuri kwenye mipira ya kutenga, mipira ya set piece. Lakini mtu ambaye natamani kuona akipata nafasi ya kwanza siku hii ya leo ni Joshua Mutale Budo. Uwezo wake wa kucheza, uwezo wake wa kutembea na mpira, uwezo wake wa kurelease mipira kwa haraka, uwezo wake wa kuenda kusaidia timu once inakuwa imepoteza mpira. Unajua mpira wa siku hizi tunasema first respondent ni yule ambaye anapopoteza mpira anakuwa wa kwanza kupeleka pressure ama shinikizo kwa mpinzani ili mpira uweze kurejea kwenye imaya, kwenda kurecycle mpira kiurahisi. Kwa hiyo Joshua Mutale amekuwa ni mzuri kwenye hilo, anaachia mipira haraka, anatoa pasi zilizo sahihi, lakini pia anawafanya wapinzani wakose flexibility kwa sababu atawapelekea pressure akiwa na mpira. Kwa hiyo Elie Mpanzu, Joshua Mutale nadhani wanastahili kuwepo siku hii ya leo. Kibu Denis anzie bench kipindi cha pili, aingie, anaweza kaja na energy nzuri ambayo itaweza kuisaidia Simba Sports Club. Licha kwamba Kibu Denis ni moja kati ya wachezaji muhimu sana kwenye kikosi cha kwanza cha Simba Sports Club. Pas kusahau Yusuf Kagoma, moja kati ya wachezaji muhimili. Kwangu mimi nadhani huyu ndo anapaswa kupewa sifa kubwa sana ya hapa ambapo Simba imefika, pamoja na Braza Kamza. Sawa Musa.